Sawa Kamanda. Ungetegemea kwamba big chances created 27 angalau wenzio wafunge 25, lakini kuna tofauti ya karibu 11 au 9 kati ya big chances created na assist ambazo amezitoa. Jean Charles au ana nafasi kubwa ya kuwa mfungaji bora kwa jinsi yanavyokwenda, kwa sababu jana Mzize alishindwa kuongeza bao kule Evansi, lakini ni kama ni kweli anaongoza, lakini anakosa pia mabao mengi. Mwendo wake tuseme akifanikiwa kuwa mfungaji bora kwa msimu huu atakuwa amefanya vizuri zaidi, ama tuseme hata washambuliaji wengine ambao wako kwenye timu zingine, hata timu yake ndio watakuwa wajafikia kile ambacho kilitarajiwa kutoka kwao. Naamini kwa wafungaji itakuwa ni watu hawajatarajia vitu vikubwa kutoka kwao. Kwa Jonjo Zawa kuwa mfungaji bora, mimi kwangu atakuwa amefanya vizuri kwa level yake, kwa sababu kuwa top scorer wa ligi sio jambo rahisi. Kwa sababu ukiwaza kuna timu ngapi kwenye ligi, kuna wafungaji wangapi wako humo, ila wewe ndo unakuwa top scorer, haliwezi kuwa jambo rahisi. Na bado sio mshambuliaji halisi, ila anaweza kuwa top scorer, ni kitu kikubwa. Kwa hiyo kwake ni faida, na ikitokea anakosa kiatu cha ufungaji bora itabidi ajilaumu yeye mwenyewe kwa sababu ya nafasi ambazo amekuwa anazipoteza kwenye baadhi ya michezo, na ni nafasi ambazo hazihitaji uwe na vitu vingi, ni wewe kuchagua mahali pa kupasia na shughuli kumalizika. Ila ukiangalia kwenye mechi ya jana goals ambazo amekosa, ukiangalia kwenye mechi zilizopita za ligi goals ambazo amekosa, naamini yeye mwenyewe tu akikaa ataona nilikosa kiatu kwa sababu mimi kuna baadhi ya vitu sikuweza kuvifanikisha, ila akipata kiatu bado atajipongeza, na naamini kuna idadi ya goals alitakiwa kuwa nazo mpaka sasa hivi kama angekuwa na matumizi mazuri ya nafasi. Sio hizo goli 16 alizokuwa nazo sasa, naamini tungekuwa tunazungumza 20+ mpaka sasa hivi, kwa sababu amepata nafasi nyingi mno na ameshindwa kuziconvert. Kwa hiyo mimi naamini kwa upande wake akiwa top scorer ni kitu kizuri. Kikosa subiri kidogo, akikikosa pia kiatu atajilaumu yeye binafsi kwa nafasi alizopoteza. Hivi Magunga yule ni mfungaji, anajua kufunga, anajua kufunga kabisa. Anaongeze nini sasa kama anajua kufunga na anaonekana hajafunga magoli mengi? Nafikiri ni kwangu mimi Jean Charles huwa ni mchezaji mzuri sana na mpaka tunalalamika anashindwa kutumia nafasi, manake kwenye maandalizi ya kujikuta katika hayo maeneo ambayo anatakiwa kutumia nafasi anafanya kila kitu sahihi. Hapa tunazungumzia nafasi yake kiwanjani, movement anazifanya, muunganiko baina yake na wenzie, ana uelewa mzuri wa game anayoicheza, anajua niwe wapi katika wakati gani na kwa nini. Lakini ambacho anakikosa yeye ni kitu kidogo sana, utulivu. Ukikosa utulivu hata katika kufanya maamuzi itakupa tabu. Na hata ukiangalia mchezo tu wa jana, nafasi ambazo tunazungumzia si nafasi ambazo alihitaji kuwapunguza walinzi kufanya shughuli gani. Kuna nafasi alikuwa 1-on-1 na golikipa. Unatakiwa kuwa na mchezaji ambaye ana utulivu, anajua kwenye lile eneo anahitaji kufanya nini zaidi. Na hivi vitu vidogo Juma ndio vinatengenezaga taswira ya timu ama taswira ya mchezaji, vitu ambavyo huwa vinajirudia mara kwa mara. Na ndio maana kuna baadhi ya michezo muhimu msimu huu Jean Charles Ahoua kuna baadhi ya nafasi alishindwa kutumia. Of course anafunga, nampa credit, lakini bado mimi narudi hapa, naweza nikupa mfano. Kuna mchezaji amecheza mechi 10 sawa, ana goli 9, na kuna mchezaji na mechi 15 ana goli 9. Unafikiri nani mchezaji hatari hapo kati ya wao? Aliyecheza mechi 10. Aliyecheza mechi 10. Hapo nazungumzia rudia mfano wako. Mchezaji ana mechi 10 amefunga goli 9, na kuna mchezaji na mechi 15 na goli 9. Hao wachezaji nafasi zao ni zipi kwanza kabla ama mfano generic? Same position, wote wafungaji. Mmoja na magoli 9, mwingine na 15. Mechi ni 10 kwa 15. Magoli ni 9. Magoli ni 9 wote kwa pamoja. Kwa mwenye magoli aliyecheza mechi 10 ndio yuko vizuri. Ninachotaka kukimaanisha hapa ni kwamba issue sio tu kufunga. Issue ni uwezo wako mkubwa wa kubadili nafasi kuwa magoli. Hicho ndio kitu muhimu zaidi. Unanielewa? Hapa tunasema kwamba of course bwana mdogo anafunga, na hata huko alikotoka Juma alikuwa na goli 12 na assist 9. Unanielewa? Kwa amekuja Tanzania ka improve kwenye game yake kufikisha mpaka goli 16. Lakini kama angekuwa na uwezo wa kubadili hizo nafasi kwa magoli kama Evans alivyosema, of course alikuwa na nafasi ya kusogea zaidi. Hilo ni swala binafsi. Ni swala binafsi, na sisemi kwa sababu na demand afunge goli 30 au goli ngapi. Ukishatengeneza mazoea
ya kuwa na utulivu na kufunga magoli mengi kadri ya nafasi zinavyopatikana, hata kama huwezi kutumia nafasi zote, itakujengea tu muendelezo kwenye akili yako. Yaani kwamba katika kila opportunity tunaipata, hata kama nitakosa, lakini demand yangu mimi ni kujaribu kufanya kitu kilichokuwa bora zaidi.